Habari na karibu tena ndani ya The Data on Elimika. Mimi ni mtangazaji wako Mr. Data. Leo tunaanza na fumbo moja la kustaajabisha ambalo ulimwengu unapaswa kujiuliza. Je, umewahi kumwona bondia aliyeshinda pambano kwa KO akimuomba mpinzani wake aliyepoteza ruhusa ya kuchukua mkanda? Jibu ni hapana. Siku zote aliyeshindwa ndiye huomba mazungumzo au marudiano. Lakini katika uwanja wa vita mwezi huu wa Machi, mwaka 2026, tunaona kinyume chake. Marekani, inayojitapa kuwa mbabe wa dunia, ndiyo inayolazimisha Irani ikae kwenye meza ya mazungumzo, wakati Irani yenyewe iko jino kwa jino na haina mpango wa kuomba po. Karibuni tuchambue mchezo huu wa kuigiza wa kijiopolitiki. Uchambuzi wa kina, kielelezo cha nguvu na hadithi za Trump. Jambo la kwanza, mazungumzo ni silaha ya aliyekwama. Katika diplomasia ya kimataifa, upande unaoongoza kwa mashambulizi na ushindi hauhitaji mazungumzo, unachukua unachotaka. Marekani kubadili hadithi kila wakati, mara kutoa saa 40, mara kusogeza hadi siku 10, na kisha kuishia kuomba diplomasia, ni dalili tosha kuwa nguvu ya ziada imegonga ukuta. Wachambuzi huru kutoka magazeti ya Magharibi kama The Guardian na vyanzo vya Kiarabu kama Al Monitor wanakubali kuwa Marekani imegundua kuwa Irani imeshaizoea lugha ya vitisho. Jambo la pili, Irani akitoa mkuu anawekwa mkuu. Irani ya sasa haicheki na mtu. Uchambuzi wa magazeti ya ndani ya Irani kama Kayhan na Tehran Times unaonesha msimamo usiotikisika. Kambi kwa kambi. Marekani ikiongeza kambi moja, Irani inaimarisha washirika wake 10, Axis of Resistance. Nishati kwa nishati, Marekani ikitishia visima vya Irani, Irani inatishia kufuta miundombinu yote ya mafuta ya washirika wa Marekani kanda nzima. Mdomo wa simba, Irani haitaki mazungumzo kwa sababu inaamini ina uwezo wa kutosha wa kuzuia deterrence, shambulio lolote kupitia makombora yake ya hypersonic. Jambo la tatu, kudanganya ulimwengu vs hali ya uwanjani. Wakati Trump na Pentagon wakijaribu kuaminisha dunia kuwa Irani imeshindwa au inaogopa, hali ya uwanja wa vita inaonyesha picha tofauti. Irani bado ina nguvu sana na imeweza kuifunga njia kuu ya uchumi Hormuz, huku meli za Marekani zikikimbia umbali wa maili nyingi kujiokoa. Wachambuzi wa IISS International Institute for Strategic Studies wanabainisha kuwa Marekani inahangaika kwa sababu haina mbinu ya kushinda vita hivi bila kusababisha bei ya mafuta kufika dola 200 na kuua uchumi wake yenyewe. Je, Marekani imepoteza power? Ukweli unaouma ni kwamba Marekani imekutana na mpinzani ambaye hayuko tayari kurudi nyuma. Kila hatua ambayo Marekani inapiga, Irani ina jibu lake tayari. Mazungumzo yanayolazimishwa na Marekani si dalili ya huruma, bali ni dalili ya hofu ya kimkakati. Wanajua kuwa kuingia vitani na Irani sasa hivi ni sawa na kuingiza kichwa kwenye msumeno. Hali hii inatuonesha kuwa ulimwengu unabadilika, na nguvu ya mmoja sasa inakabiliwa na ujasiri wa mwingine. Hapa The Data on Elimika tutaendelea kukuchambulia ukweli huu bila upendeleo, kwa kutumia vyanzo vyote vya kuaminika kuanzia Tehran, Washington hadi London. Kama nilivyokuambia awali, chaneli yetu ni changa na inahitaji nguvu yako ili tuendelee kutoa elimu hii. Tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele na like video hii sasa hivi. Maoni yako ni muhimu. Je, unakubaliana na Mr. Data kuwa anayeomba mazungumzo sasa hivi ndiye aliyeishiwa mbinu? Mimi ni mtangazaji wako Mr. Data. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Tukutane tena kwenye uchambuzi ujao.